Asante sana, ulikuwa unaongea na Ngariba Mnyama, the only one, Sele Yanga au kuni ya akiba au jiwe la mtoni. Nakwambiaje, ikizima mulika na ikiwaka papasa. IDEC TV. Kwa jina naitwa Suleiman Mohamed Ali, alimaarufu Sele Yanga, ila wengi hupenda kuniita Ngariba Mnyama. Na mimi nasema kwa nafasi ya Ngariba basi ni the only one kwa Mwanza hii. After me hakuna tena. Okay. AKA jiwe la mtoni au kuni ya akiba. Tunaanzia nyumbani Sele Yanga hapa. Tumeshuhudia mchezo wa Pamba Jiji dhidi ya Singida Black Stars. Na Singida wakiondoka na alama moja, lakini Pamba pia nao wakiondoka na alama moja. Hii inaashiria nini katika uwanja wa nyumbani kwa timu ya Pamba? Kwanza niwape kongole Pamba Afrika kwa sababu kwanza wanaongoza ligi na wako kileleni, lakini pia mpira ni mzuri, ulikuwa kuvutia pande zote mbili, ilikuwa ni 50-50. Kwa hiyo watu wengi wa Mwanza na viunga vyake tumeenjoy soka kwa siku ya leo. Football ilikuwa nzuri yenye kuvutia kweli kwa ukubwa wake, na Pamba wana wakaeka wameonyesha burudani la kutosha, na nimeyapenda matokeo baada ya kufanya comeback ya goli walikuwa wamefungwa. Basi na mpira ulikuwa ni mzuri kwa kweli, tumevutiwa kama wana Mwanza na tumejikita kileleni. Tuangalie dabi la kesho. Nasema dabi kwa sababu Yanga Afrika kunako mapumziko ya muda mrefu. Nafikiri kwa walimu wapya timu inaweza ikawa imetengeneza mabadiliko makubwa, lakini pia mabadiliko makubwa inategemea na walimu wamewapa nini. Na mabadiliko tutaona kupitia game la kesho kuhusiana na klabu bingwa jinsi ilivyopangika na ilivyopangiliwa. Kwa kila mmoja mpenzi wa Yanga Afrika Tanzania na viunga vyake anatamani kuona kesho kuna nini kunako Yanga Afrika. Maana walimu lazima uangalie kwamba huyu mwalimu kaja na nini na kinachotakiwa ni nini. Unaona bana, mashabiki wanapenda kuona, wapenzi wa Yanga Afrika Tanzania na viunga vyake wanapenda kuona mabadiliko dhidi ya walimu na mifumo walioingiza ndani ya timu. Baada ya mechi ya kesho mimi ndo nitajua kwamba timu yangu inaenda kukutana na, unajua makundi yalivyopangwa, wakubwa wamekutana na wakubwa wenzio. Kwa hiyo watu wakae wakijua kupangwa kwa Yanga Afrika si makosa. Wameangalia yale matokeo ya Yanga Afrika kucheza finali na kukusanya makombe mataji na anapojiita bingwa mara 31. Kwa hiyo ile bingwa mara 31 wale wapangaji wa vilabu wameangalia kabisa mkubwa aende na mkubwa mwenzake. Kwa hiyo Yanga Afrika iko kwa wakubwa wenzake. Kwa hiyo mabadiliko na kila mtu na jicho la walio wengi wanatazama kesho kuna nini, kuna kitu gani ambacho kimepikwa kwa muda mrefu dhidi ya walimu tulionao. Sawa, Sele Yanga nikitazama vizuri narejea kwenye ligi kuu na kurudisha hapa kidogo. Kwenye ligi kuu na kukutana na KMC. KMC sio timu ambayo unaweza kusema kwamba kwa Yanga Giants kipimo sahihi kwenu. Mwalimu anaenda kwanza na timu ambayo unaweza kusema ina pressure sasa hivi kwenye msimamo wa ligi. Mimi nasema mechi ya kesho tuna jicho la kuitizama timu kwa ukubwa wake, lakini pia hata ingecheza na Mwanza Combine. Sisi tunataka kuangalia walimu wapya wana mifumo gani walioingiza kwenye timu yetu. Kwa hiyo mechi ya kesho sisi ni jicho letu kuelekea ligi na kuelekea kwenye klabu bingwa kulingana na timu ilivyopangwa. Klabu bingwa umeizungumzia sana hii. Naona unaitamani sana. Wanasema kundi lenu la kifo kweli kweli. Sio la kifo kwa sababu tumezoea kufanya. Kwa hiyo ni muendelezo wa kile ambacho tumezoea kufanya na ukiendeleza. Tumefika finali, tumekusanya mataji mengi. Hivyo basi tuweze kuona ni jinsi gani sawa tutafanya upembuzi yakinifu na watu tutawapa nini sawa kulingana na wanachohitaji. Na makundi hayajapangwa kimakosa ndugu mwandishi, yamepangwa kwa sababu Yanga Afrika ameonyesha makubwa. Angalia mechi dhidi ya Mamelodi Sundowns akiwa nyumbani. Basi ni watu tu wakutaka Yanga waweze kusogea hatua nyingine, lakini matokeo yale yalimridhisha kila mmoja. Kwa hiyo ninaposema kwamba game ya kesho itatupa taswira kuelekea klabu bingwa kulingana na walimu tulionao walivyo wapya, basi tutapata kitu moja kwa moja. Kweli kipimo cha KMC ndio nakupelekeni kwenda kuangalia safari ya kimataifa. Hapo awali nimekuambia Yanga hata angecheza si tofauti na KMC, angecheza tena Mwanza Combine. Tunaangalia sisi kama watu wa sports. Sawa, kuna vitu ambavyo tunavihitaji kupitia walimu wapya waliokuja. Tuangalie kuna kasi, kuna pasi za hapa na pale, kuna Yanga Afrika ya kampa tena ili tuweze kuenjoy soka. Kwa hiyo mechi ya kesho mimi nimeipa taswira kuelekea klabu bingwa tunayoitazamia. Sio kwa lazima sana. Kundi la mtani wako unalionaje?
Kundi la mtani wangu, si ndo maana nikasema mkubwa kapanga na mkubwa mwenzake. Kwa hiyo majibu moja kwa moja unayo. Nisije nikasema kuna kitu ninachokisema ambacho kiko tofauti, wasije wakanichukulia kwa taswira ambayo watu hawataipenda walio wengi. Lakini kwa Yanga Afrika mkubwa kapanga na mkubwa mwenzake. Huko kwingine underdog wanapangwa na underdog wenzao. Hebu zungumza na mashabiki wa Yanga, zungumza na mashabiki wa timu yako ambao unashabikia. Unawaambia nini kuanzia mchezo wa ligi kuu baada ya kurejea hapo, lakini pia na kocha aliyokuja na michuano ya kimataifa? Sisi tunaanzia tulipoishia, kwa sababu kuingia uwanjani ni jadi yetu, na nawaalika kabisa wapenzi wa Yanga Afrika, hususan walioko Dar es Salaam na karibu na Dar es Salaam, waweze kuitikia na waje kuja kwa wingi sana kuisupport timu yao, kwa sababu shabiki ni mtu namba 12 na anakupa kitu unapokuwa uwanjani. Kwa hiyo waitikie kwa wingi ili waweze kupata burudani na waweze kutoka na kitu kuelekea kunako club bingwa. Shukrani sana. Asante sana. Ulikuwa unaongea na Ngariba wa Mnyama, the only one, Sele Yanga au kuni ya akiba au jiwe la mtoni. Nakwambiaje, ikizima mulika na ikiwaka papasa. Na ikiwaka tena papasa. Walioingiza ndani ya timu. Baada ya mechi ya kesho, mimi ndo nitajua kwamba timu yangu inaenda kukutana na, unajua makundi yalivyopangwa, wakubwa wamekutana na wakubwa wenzio. Kwa hiyo watu wakae wakijua kupangwa kwa Yanga Afrika si kimakosa. Wameangalia yale matokeo ya Yanga Afrika kucheza fainali na kukusanya makombe mataji na anapojiita bingwa mara 31. Kwa hiyo ile bingwa mara 31, wale wapangaji wa vilabu wameangalia kabisa mkubwa aende na mkubwa mwenzake. Kwa hiyo Yanga Afrika iko kwa wakubwa wenzake. Kwa hiyo mabadiliko na kila mtu na jicho la walio wengi wanatazama kesho kuna nini, kuna kitu gani ambacho kimepikwa kwa muda mrefu dhidi ya walimu tulionao. Sawa. Sele Yanga, nikitazama vizuri narejea kwenye ligi kuu na kurudisha hapa kidogo kwenye ligi kuu na kukutana na KMC. KMC sio timu ambayo unaweza kusema kwamba kwa Yanga Giants kipimo sahihi kwenu. Mwalimu anaenda kwanza na timu ambayo unaweza kusema ina pressure sasa hivi kwenye msimamo wa ligi. Mimi nasema mechi ya kesho tuna jicho la kuitizama timu kwa ukubwa wake, lakini pia hata ingecheza na Mwanza Combine. Sisi tunataka kuangalia walimu wapya wana mifumo gani walioingiza kwenye timu yetu. Kwa hiyo mechi ya kesho sisi ni jicho letu kuelekea ligi na kuelekea kwenye club bingwa kulingana na timu ilivyopangwa. Club bingwa umeizungumzia sana hii. Naona unaitamani sana. Wanasema kundi lenu la kifo kweli kweli. Sio la kifo kwa sababu tumezoea kufanya. Kwa hiyo ni mwendelezo wa kile ambacho tumezoea kufanya na ukiendeleza. Tumefika fainali, tumekusanya mataji mengi. Hivyo basi tuweze kuona ni jinsi gani sawa tutafanya upembuzi yakinifu na watu tutawapa nini sawa kulingana na wanachohitaji. Na makundi hayajapangwa kimakosa, ndugu mwandishi, yamepangwa kwa sababu Yanga Afrika ameonyesha makubwa. Angalia mechi dhidi ya Mamelodi Sundowns akiwa nyumbani. Basi ni watu tu kutaka Yanga waweze kusogea hatua nyingine, lakini matokeo yale yalimridhisha kila mmoja. Kwa hiyo ninaposema kwamba game ya kesho itatupa taswira kuelekea club bingwa kulingana na walimu tulionao walivyo wapya, basi tutapata kitu moja kwa moja. Kweli kipimo cha KMC ndio nakupelekeni kwenda kuangalia safari ya kimataifa. Hapo awali nimekuambia Yanga hata angecheza si tofauti na KMC, angecheza tena Mwanza Combine. Tunaangalia sisi kama watu wa sports. Sawa, kuna vitu ambavyo tunavihitaji kupitia walimu wapya waliokuja. Tuangalie kuna kasi, kuna pasi za hapa na pale, kuna Yanga Afrika ya kampa tena ili tuweze kuenjoy soka. Kwa hiyo mechi ya kesho mimi nimeipa taswira kuelekea club bingwa tunayoitazamia. Sio kwa lazima sana. Kundi la mtani wako unalionaje? Kundi la mtani wangu, si ndo maana nikasema mkubwa kapanga na mkubwa mwenzake. Kwa hiyo majibu moja kwa moja unayo. Nisije nikasema kuna kitu ninachokisema ambacho kiko tofauti, wasije wakanichukulia kwa taswira ambayo watu hawataipenda walio wengi. Lakini kwa Yanga Afrika mkubwa kapanga na mkubwa mwenzake. Huko kwingine underdog wanapangwa na underdog wenzao. Hebu zungumza na mashabiki wa Yanga, zungumza na mashabiki wa timu yako ambao unashabikia. Unawaambia nini kuanzia mchezo wa ligi kuu baada ya kurejea hapo, lakini pia na kocha aliyokuja na michuano ya kimataifa? Sisi tunaanzia tulipoishia, kwa sababu kuingia uwanjani ni jadi yetu, na nawaalika kabisa wapenzi wa Yanga Afrika, hususan walioko Dar es Salaam na karibu na Dar es Salaam, waweze kuitikia na waje kuja kwa wingi sana kuisupport timu yao, kwa sababu shabiki ni mtu namba 12 na anakupa kitu unapokuwa uwanjani. Kwa hiyo waitikie kwa wingi ili waweze kupata burudani na waweze kutoka na kitu kuelekea kunako club bingwa. Shukrani sana. Asante sana. Ulikuwa unaongea na Ngariba wa Mnyama, the only one, Sele Yanga au kuni ya akiba au jiwe la mtoni. Nakwambiaje, ikizima mulika na ikiwaka papasa. Na ikiwaka tena papasa.